Kwenye hii video bwana, leo hii ninataka nikutajie tiba 5 za asili ambazo zitakushangaza. Yaani tiba ambazo naamini kabisa hata wewe huaga unazaniaga labda hii sio tiba na hujawahi kuzitumia kabisa, lakini zinatibu kuku vizuri kabisa na ni tiba za asili ambazo sisi pia tunazo katika mazingira yetu. Ni tiba safi kabisa kwa ajili ya kuku wako. Hujawahi kuzisikia sehemu yoyote ile, nina uhakika kabisa utazisikia hapa KingoFarm. Kwa hiyo kazi yako kubwa wewe ni kutusikiliza sisi mpaka mwisho wa hii video, ili uzipate hizo tiba na uanze kuzitumia na uone namna ambavyo zitafanya kazi kwa kuku wako. Zinatumika kwa kuku wote, kuku wa asili hawa, yani kuku wa kienyeji pamoja na kuku wa kisasa kama broiler hawa ambao unaona hapa. Utakwenda kuzitumia hizi tiba ambazo ninaamini kabisa hujawahi kuzisikia sehemu yoyote. Hata sisi kwetu hapa KingoFarm hatujawahi kabisa kuzizungumzia, lakini hapa utazisikia. Sasa nikianza na tiba ya kwanza kabisa ambayo itakushangaza, ni maji matupu, plain water. Hii ni tiba wafugaji wengi sana waga tunatumia haya maji. Kwa mfano kama kesho labda kuku wako unawapa chanjo, siku ya nyuma yake waga tunasemaga wapatie maji matupu, na tumekalili hivyo kwamba kuku inatakiwa wapewe maji matupu ili kesho wapate chanjo, na baada hapo wapewe maji matupu. Unajua kwa nini wanapewa maji matupu? Ili kuweza kuondoa sumu. Kama mwili wa kuku una stress ya madawa mengi, basi ukiwapa maji matupu kuku wanakaa sawa kabisa. Sasa hii inakujeje kuwa tiba? Kwa mfano umeweza ukawatibia kuku wako kwa muda mrefu sana, wakawa hawasikii dawa, hawaponi. Manake zile dawa zinashindwa kukaa katika mpangilio mzuri kwenye mwili wao. Wape maji matupu, wape maji matupu kwa siku 2 mfululizo. Kuku wako utakuta wanapata uafadhali. Yani utakuta kabisa yale madawa, yale masumu ambayo yameingia kwenye mwili yanaanza kuondoka. Lakini pia muda mwingine haya maji matupu waga tunayatumia pale ambapo kuku wako umezidisha chanjo, ile concentration ya chanjo. Kwa mfano labda uliandikiwa kuku dozi labda ya kuku 500, ulipewa dawa ya kuku 500, hiyo chanjo ya kuku 500 wewe ukaweka kwenye maji labda lita 2. Kama mnajua kuku 500 wanatakiwa iwekwe kwenye maji lita 10. Sasa wewe ukaweka kwenye lita 2. Ukiwapa wale kuku, matokeo yake utakuta wanashindwa kutembea. Yani utakuta tayari kama vile wameishiwa nguvu kwenye miguu, lakini pia wanajihari, miharo yao ni maji. Yani ni kuku ambao tayari wanaanza kufa. Ili kuweza kuwaokoa hawa kuku, dawa pekee ni maji matupu, plain water. Wawekee kwenye vyombo vyao. Kama wanashindwa kunywa, wanyweshe maji matupu. Kwa hiyo maji matupu ni dawa nzuri sana kwa kuku. Najua ulikuwa hujui, ulikuwa unawapa kuku wako kama mazoea. Jitahidi walau kwa wiki mara moja upate, yani hata kama uwapi chanjo, wape maji matupu walau mara moja au mara 2 mfululizo. Sisi pia hapa shambani huwa tunawapa kuku wetu maji matupu. Hatuweki kitu chochote, iwe vitamini, iwe yani unawapa maji yenyewe kama yalivyo. Vile vile ni tiba itakusaidia. Sasa kuna hii tiba hii hapa. Umeona wale ambao umewahi kutana na haya majiko au unatumia haya majiko, humu ukutani ngoja nikuonyeshe. Kuna kuwaga kama kuna jivu fulani vile linakuwaga kama limegandia hivi, kutokana na ile kutumia huo moshi huo unavyoenda mle unagandiana hivi. Kwa wale ambao wanajua, hii hapa kwa binadamu waga tunatumiaga kama vile kiungulia, dawa ya kiungulia. Sasa hii pia kwa kuku ni tiba nzuri sana. Najua hujawahi kuisikia sehemu nyingine. Ni tiba ya matumbo, inatibu kuku wako kama wanaumwa matumbo vizuri kabisa. Kama wanahara miharo, utawagundua kwa kuona wanahara miharo mieupe, ule mweupe kama chokaa. Basi ukiwapa hiyo tiba, kuku wako wanapona vizuri sana. Kwa hiyo unakwangua humo kwenye hilo bati au yani jikoni mara nyingi sana, ambapo kama unatumia kuni za mkaa, kuna sehemu nyingine unakuta kabisa utando kabisa mweusi ule pale umeshikamana. Basi unachukua ile pale, unaiponda vizuri, kijiko kimoja unaweka kwenye maji lita 5. Itakusaidia sana kutibia kuku ambao wanaumwa matumbo, wanahara muharo mweupe.
Zimebaki tiba 3 nikwambie, lakini nikukumbushe tu, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000, lakini pia tuna vitabu. Kitabu kimoja gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vitabu vyetu vitakurahisishia wewe mfugaji kuweza kupunguza bajeti ya chakula, lakini pia tunacho kitabu kwa ajili ya kuangalia tiba, kuwapa kuku wako tiba. Utaandalia kuku wako ili uweze kuwatibia. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Tuna jumla ya vitabu 5, lakini unaweza kuona labda wewe unafuga broiler, vitabu ambavyo vinakufaa hapo vinaweza vikawa 2 au 3. Sio lazima uchukue vyote 5, inategemeana na wewe unafuga kuku aina gani. Tutafute, tuambie unafuga kuku aina gani, ili sisi tukuchagulie vitabu bora, au tueleze changamoto ambayo unayo, ili tukushauri vizuri kwamba kitabu hiki kitakufaa. Tupigie simu hiyo hapo ambayo unaiona hapo WhatsApp, na simu ya kawaida pia tunapokea. Lakini pia kuna huu mti ni mwashoki, ni miti fulani ambayo waga mara nyingi sana inatumikaga mjini kwa ajili ya mapambo, inapatikana sana hizi kanda za pwani. Sasa hii hapa majani yake haya ni tiba, na unayachemsha kwenye maji. Unaweza ukaweka maji kama lita 1, ukaweka jagi moja yenyewe, ukachemsha kutoka lita 1 yakapungua mpaka nusu lita, kisha yale maji ukaweka kwenye maji mengine ya baridi lita 5. Haya yanatibu miharo. Kama kuku wako wana muharo wa sasa, coccidiosis, ule muharo wa damu, basi kuku wako wanaweza kupona. Ni dawa ambayo sehemu nyingi sana haitajwi, lakini inafanya kazi vizuri tu. Na kitu kingine ni haya maganda ya viazi vitamu. Najua mnavijua hivi viazi. Sasa kama ulikuwa unavitumia, unamenya maganda unayatupa. Maganda unaweza ukayaanika, ukiyaanika ukayatwanga, au ukayapeleka mashineni ukasaga, kisha ukaongeza kwenye chakula chako. Ukiongeza hii, kwanza ni booster ya asili, lakini pia ni kinga ya magonjwa, inawakinga kuku wako na magonjwa. Pia kitakupunguzia gharama ya ufugaji. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambapo utawapatia kuku wako. Na mwisho kabisa, ukichukua chumvi kidogo na sukari, kwa mfano ukachukua chumvi nusu ya kijiko na sukari kijiko kimoja, ukachanganyia kwenye maji labda lita 2, kisha ukayakoroga vizuri kabisa. Ukimpa kuku ambaye amechoka, basi anapata nguvu. Hapa tumeshaelekeza mara nyingi sana tiba ambayo huwa tunaitumia ni uji. Lakini pia mbadala wa uji unaweza ukatumia hii, ila utofauti hii tiba na uji ni kwamba uji pia kuku anashiba. Hii hapa kuku atakuwa hajashiba.